Kwa hiyo cha kwanza kwa Muislamu, kijana wa Kiislamu ajitambue kwamba yeye ni nani na yuko kwa ajili ya nini. Lakini jambo la pili, awe mwenye kuwajibika, mwenye kujituma katika lile analokusudia, awe anajituma, sio ajiachie, sio alegee. Si katika sifa za kijana wa Kiislamu. Akiwa hivyo ujue ujana wake anautumia vibaya. Lakini la tatu, awe na tabia njema zitakazomsaidia kusimama sawa sawa katika kujenga taswira yake ya jamii na ya umma kwa Uislamu. Kinyume cha hapo, akizikosa mtu sifa hizo, ina maana huyo atakuwa anaingia kwenye maangamizo. Atakuwa ni vijana ambao wameharibika. Atapewa jina ambalo jina halifanani na yeye, ataitwa Gen Z. Ustazi wangu mmoja asema, unajua maana Gen Z? Ni generation zero, kizazi ambacho ni sifuri, hakina kitu, hakina faida. Kwa hiyo ukisema Gen Z walijifutwa Gen Z. Gen Z ni generation zero, haina kitu, kizazi ambacho hakina kitu, kitupu kabisa. Wewe unaridhika kuwa hivyo? Na ukishakuwa Gen Z utakuwa na kasoro nyingi. Kwanza itakuwa tabia huna, hujitambui na wala hujiamini, na wala wewe huwezi kujituma. Na kama utajituma basi ni katika maasi, kwa sababu shetani atakuchochea katika kufanya yale, atakutia nguvu kwenye kufanya yale mabaya. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.